Samia Suluhu amezua taharuki nchini Tanzania baada ya tamko lake kuhusiana na kifo cha Edwin Mtei. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kifo cha Edwin Isaac Mbelenyi Mtei kimewasili kama tukio linalotikisa dhamiri ya kisiasa ya Tanzania katika wakati ambao maneno ya heshima yanazidi kutenganishwa na vitendo vya uongozi. Alifariki usiku wa Januari tarehe 19 mwaka 2026 jijini Arusha, na siku chache baadaye taifa likasikia sauti rasmi ya Ikulu ikielezea masikitiko, rambirambi na sifa za mchango wake katika ujenzi wa taifa na historia ya vyama vingi. Lakini chini ya tabaka hilo la kauli za heshima kuna ukweli mzito unaohitaji kusema kwamba Tanzania ina mwenzi mmoja wa waanzilishi wa ushindani wa kisiasa, huku ikiendelea kudhoofisha misingi ile inayosaidia ama aliyosaidia kujenga. Taarifa rasmi ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais iliyotolewa Zanzibar tarehe 20 Januari mwaka 2026 imemtaja Mtei kama mtumishi wa kiongozi na kiongozi mwenye mchango mkubwa katika sekta ya fedha, mipango na uchumi, hususan kupitia nafasi yake kama gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1974. Pia imesisitiza nafasi yake katika historia ya vyama vingi kama mmoja wa waasisi wa demokrasia ya ushindi wa vyama, akitambuliwa kwa mchango wake katika kuanzisha Chadema. Hayo yote ni kweli za historia, lakini historia haishi kwa kutambua majina, huishi kwa kulinda mazingira yaliyowezesha watu hao kusimama. Edwin Mtei alikuwa zao la taifa lililokuwa linaumba taasisi zake kutoka kwenye majivu ya ukoloni. Alisimama kama kizazi cha viongozi waliobeba jukumu la kuunda mifumo ya fedha, uchumi na utawala kwa nchi changa iliyokuwa inafuta mwelekeo. Kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania mwaka 1966 kulikuwa hatua ya kimkakati katika kujenga uhuru wa kifedha na udhibiti wa sera za fedha. Kama gavana wa kwanza, Mtei alikuwa si tu msimamizi wa taasisi mpya, bali pia mlinzi wa udhibiti wa mfumo wa fedha katika mazingira ya kisiasa yaliyokuwa yakikabiliwa haraka kuelekea udhibiti mkubwa wa dola. Hata hivyo, safari yake haikuishia katika mafanikio ya kiutawala. Kadri miaka ilivyosonga, mgongano kati ya misingi ya kitaasisi na mwelekeo wa siasa ulianza kujitokeza wazi, na Tanzania ilipoingia kikamilifu katika sera za ujamaa na udhibiti wa chama kimoja, nafasi ya mijadala huru ya kiuchumi na kisera ilizidi kubanwa. Mtei, aliyekuwa na mtazamo wa tofauti kuhusu nafasi ya soko, taasisi na uwajibikaji wa fedha, alijikuta katika mvutano wa kimfumo na uongozi wa wakati huo. Mgongano huu uliweka msingi wa safari yake ya baadaye kama mkosoaji wa wazi wa mfumo aliowahi kuutumikia. Ndani ya muktadha huo, mchango wake katika kurejeshwa kwa demokrasia ya vyama vingi unaeleweka kama matokeo ya uzoefu wa ndani wa dola. Alijua uwezo wa hatari ya mamlaka yasiyokuwa na ukomo. Alielewa jinsi taasisi zinavyoweza kudhoofishwa pale zinapogeuzwa kuwa vyombo vya kisiasa badala ya walinzi wa maslahi ya umma. Ndiyo maana wakati Tanzania iliporejesha mfumo wa vyama vingi mapema miaka 1990, Mtei alisimama mstari wa mbele katika kuanzisha chama mbadala kilicholenga ushindani wa mawazo ya sera. Taarifa ya Ikulu imeisitiza kuwa Mtei ataenziwa katika historia ya siasa za vyama vingi. Kauli hiyo imebeba uzito mkubwa, hasa inapochunguzwa kwa kuangalia hali ya sasa ya mfumo huo. Miaka zaidi ya 30 baada ya kurejeshwa kwa vyama vingi, Tanzania bado inakabiliwa na changamoto za msingi katika kuhakikisha ushindani wa kweli wa kisiasa. Sheria na kanuni zimeendelea kuimarisha mamlaka ya dola dhidi ya vyama vya upinzani, zikidhibiti mikutano ya hadhara, ufadhili wa kisiasa na uhuru wa kujieleza. Katika mazingira haya, kuenzi historia bila kulinda uhai wake kunageuka kuwa tendo la kumbukumbu tupu. Mtei alitambuliwa pia kama kwa maandiko yake binafsi yaliyoelezea nafasi yake ya maisha na utumishi wa uongozi. Maandishi haya yamekuwa chanzo muhimu cha kumbukumbu mbadala, yakitoa simulizi tofauti na ile rasmi ya dola
kuhusu historia ya uchumi na siasa za Tanzania. Umuhimu wa maandiko haya unaongezeka zaidi katika kipindi ambacho simulizi rasmi zimekuwa zikipungua au kutafuta kabisa ama kufuta kabisa mchango wa sauti tofauti. Taifa linalopuuza maandiko ya waanzilishi wake linajenga mazingira ya kusahau kwa makusudi. Katika muktadha wa sasa wa kikanda na kimataifa, Tanzania haiko peke yake. Ukanda wa Afrika Mashariki umeshuhudia mwelekeo unaofanana na kuimarika kwa mamlaka ya kiutendaji na kudhoofika kwa vyombo huru. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo awali ilisimamia misingi ya utawala wa sheria na ushirikiano wa kisiasa imekuwa ikisita kuzungumzia kwa uwazi changamoto za ndani za nchi wanachama. Ukimya huu wa kikanda umechangia kuhalalisha mifumo ya ndani na ukandamiza ushindani wa kisiasa bila hofu ya shinikizo la nje. Ndani ya Tanzania, kumbukumbu ya Mtei inafungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya uongozi wa sasa katika kulinda urithi wa demokrasia. Rambirambi kutoka Ikulu zinaonyesha kutambua mchango wake, lakini hazikujibu maswali ya msingi kuhusu mwelekeo wa utawala. Na katika kipindi cha miaka ya karibuni, taifa limeshuhudia kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kesi za kisiasa zinazoisha na matumizi ya sheria kama nyenzo ya udhibiti wa maoni. Yote yanapingana moja kwa moja na dhana ya ushindani wa vyama iliyomfanya Mtei aingie katika historia. Kizazi kipya cha Watanzania kinakuwa katika mazingira ambayo siasa zimejaa tahadhari, lugha imechujwa na historia imekuwa ikisimuliwa kwa vipande. Bila kumbukumbu hai ya watu kama Mtei, demokrasia inageuzwa kuwa neno la kikatiba lisilo na maana ya vitendo. Hali inaathiri si tu upinzani bali mustakabali wa taasisi za dola ambazo bila shinikizo la uwajibikaji huelekea kuwa zana za kudumisha mamlaka badala ya kuhudumia umma. Kifo cha Edwin Mtei kama ilivyotangazwa na Ikulu kimeambatana na maombi ya faraja, nguvu na amani kwa familia na wafiwa. Lakini kwa taifa, faraja ya ukweli haitapatikana katika maono pekee. Itapatikana katika hatua za kulinda nafasi ya ushindani wa kisiasa, kuheshimu tofauti za mawazo na kurejesha imani ya wananchi katika taasisi zao. Na bila hilo, kumbukumbu ya Mtei itabaki kuwa kivuli kinachotumiwa kuhalalisha mahali iliyopo badala ya kuibadilisha. Mwisho wa safari ya Edwin Mtei unaiacha Tanzania katika njia pande ya kihistoria. Taifa linaweza kuendelea na utamaduni wa kuenzi waanzilishi kwa maneno huku likivunja msingi wa waliosimamia, au linaweza kuchukua kumbukumbu hiyo kama wajibu wa kisiasa na kimaadili. Ukimya, hofu na kutochukua hatua vina gharama ambazo hazionekani mara moja, lakini hujilimbikiza hadi kuunda dola isiyosikia sauti ya raia wake. Kifo hiki kinaunganisha historia na mustakabali kwa njia isiyofurahisha. Bila ulinzi wa uwajibikaji wa ushindani wa kweli, Tanzania itakumbuka waanzilishi wake kama kumbukumbu za zamani, si kama dira ya kuongoza kesho. Hapo ndipo hasara halisi ya taifa itakapojitokeza, si kwa kumpoteza Mtei bali kwa kushindwa kulinda kile alichokiwakilisha. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kila wakati na vile subscribe channel yetu kama njia ya kutusupport ili tuweze kusonga na vile kukuisha channel hii.